بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: الفصل الثاني. هي فصل يبيلي في شروط الأضحية، katika kutaja masharti ya vichinjwa. Fi shuruti al-udhiyya, katika kutaja masharti ya vichinjwa akasema yushtaratu lil-udhiyya sita shurut. Wamewekewa sharti kwenye vichinjwa sita sharti. Wamewekewa sharti au panawekewa sharti katika udhuhia, katika vichinjwa sita shurut. Sharti sita panawekewa sharti katika udhuhia sita shuruti, sharti sita. Ahaduha, ya kwanza yake, antakuna min bahimati al-an'am, iwe kichinjwa au kiwe kichinjwa ni katika bahimati al-an'am. Bahima al-an'am wa hiya al-ibil wal-baqar wal-ghanam, ambao kusudiwa bahimatu al-an'am ngamia, ng'ombe na mbuzi. Dha'nuha wa ma'zuha, لقوله تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. kondoo katika hao au kondoo wake na mbuzi wake, kondoo au mbuzi, kondoo au mbuzi. لقوله تعالى, kwa sababu ya kauli yake Taala: ولكل أمة, na kwa kila umma ja'alna, tumeweka mansaka, tukasema sehemu na muda wa kuchinja na kumwaga damu. Kila umma tumewekea sehemu na muda na wakati wa kuchinja na kumwaga damu za wanyama. Liyadhkuru isma Allahi, ili walitaje na kulidhukuru jina la Allah Taala, ala ma razaqahum, juu ya vile alivyoruzuku wao, min bahimati al-an'am, katika bahimati al-an'am. Wa bahimatu al-an'am, na bahimatu al-an'am hiya al-ibil wal-baqar wal-ghanam. Hadha huwa al-ma'ruf 'inda al-arab, hiyo ndio maarufi na julikano kwa Waarabu. Waqalahu al-Hasan wa Qatada wa ghayru wahid, Qatada na asiye mmoja, wa bahimatul an'am. الشرط الثاني أن تبلغ السن المحدودة شرعا, nikifikia kichinjwa umri na miaka mahduda, maalumu iliyowekewa mipaka shar'an, kisheria. An tablugha sinna, ni afikie mnyama umri na miaka al-mahdud, ambayo imewekewa mipaka iliyodhibitiwa shar'an, kisheria. Bi an takuna jadha min adh-dha'n, kwa maana awe ni jadha, awe ana miezi sita. Jadha ni yule ambaye ametimia miezi sita, min adh-dha'n, katika kondoo, ni yule ambaye ametimia miezi sita katika kondoo. Au thaniyatan min ghairi, au ni thania, imefikisha mwaka mmoja katika asiye kondoo. Au thaniyatan min ghairihi, au thaniyatan, au awe amefikisha mwaka mmoja, lakini kwenye upande wa mbuzi, na kusudi min ghairi, katika asiye kondoo. Kama ni mbuzi afikisha mwaka mmoja, lakini kama ni ngamia 5 sinin, miaka 5, ndo athania.
thaniya min al-ibil ma tamma lahu 5 sinin wa thaniya min al-baqar ma tamma lahu sanatan. Kwenye upande wa ng'ombe thania yake ni awe ametimia miaka 2, lakini kwenye mbuzi thania amefikisha mwaka mmoja. Au thania min ghairi, kwa anasema au amefikisha thania mwaka mmoja min ghairi, katika asiyekuwa kondoo, kwa maana akiwa ni mbuzi au ametimia mwaka mmoja. Lakini ikiwa ni ngamia atataja hapo chini thania yake ni kufikisha miaka mingapi? 5, 5 sinin. Ikiwa ni ng'ombe lazima amefikisha miaka mingapi? 2. Qala rahmatullahi ta'ala alayhi biqawlihi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam la tadhbahu illa musinnatan, msichinje isipokuwa musinna. Musinna ndio huyo thania, ndio hiyo thania katika upande wa ngamia, thania katika upande wa ng'ombe, na thania katika upande wa mbuzi. Illa an ta'sura alaykum, ila isipokuwa patapokuwa na uzito juu yenu, isipokuwa patapokuwa na uzito juu yenu, fatadhbahu jadha, basi mchinje jadha min adhan, aliye na miezi 6 katika dhan. Wa hadithi hii ambayo imetaja Muslim inaashiria kwamba ikiwa ni kondoo basi ni miezi 6 na kuendelea, lakini ikiwa ni nje na kondoo inakuwa ni musinna thania. Thania katika adila zingine kwenye upande wa ngamia na upande wa ng'ombe zikataja kwa ngamia na miaka 5 na ng'ombe ana miaka 2, lakini mbuzi hawa na mwaka mmoja. Wal musinnatu, na musinna aliyotajwa kwenye hadithi hapo, athaniyatu fama fawqa, ni athania na zaidi yake, aliyefikisha mwaka na kuendelea. Wal jadha ma duna dhalik, jadha ni chini yake, jadha ni chini yake, ndio sema au jadha min adhan, jadha ni chini yake. Sinaeleka? Naam, wazi sio? Fathaniyu min al-ibil, thaniyu katika ibil ni musinna katika ibil, katika ngamia ma tamma lahu 5 sinin, ni yule aliyetimia kwake miaka 5. Wa thaniyu min al-baqar, thaniyu katika ng'ombe ma tamma lahu sanatan, ni yule ambaye imetimia kwake miaka 2. Wa thaniyu min al-ghanam, thaniyu katika mbuzi ma tamma lahu sanatan, ni yule ambaye ametimia mwaka mmoja. Kwa hiyo unaona thania au musinna inafasiriwa thania au musinna. Hadha al-itlaq yantabiq ala al-ibil wal-baqar wal-ghanam. Itlaq hiya musinna au thania inaelekezwa katika ngamia na inaelekezwa katika ng'ombe na mbuzi. Jadha inaelekezwa kwa nani? Kondoo, ambaye ni duna athani, iko chini ya athani, yeye ni miezi 6 au zaidi yake kidogo, hafiki mwaka. Qala wal jadha, na jadha ma tamma lahu nisfu sana, ni yule ambaye imetimia kwake nusu ya mwaka. Fala tasihu at-tadhhiya, haitosihi kuchinja bima duna athani min al-ibil wal-baqar wal-ma'z, ambaye atakuwa chini ya athani au musinna, atakayokuwa chini ya hapo katika ngamia, ng'ombe na mbuzi. Wala bima duna al-jadha, lakini pia haitosihi kuchinja ambaye yuko chini ya jadha. Tunasema jadha ni kondoo ambaye ametimia miezi 6, nusu ya mwaka, min adhan, katika kondoo. Kwa hiyo ni sharti ya pili katika shuruط al-udhiyya. Sharti ya kwanza lazima awe katika bahimatul an'am, na sharti ya pili awe ametimia muda maalum uliotajwa kisheria. Ashartu thalithu, sharti la tatu, an takuna khaliyatan min al-uyubi, awe mnyama huyo kiwe kichinjwa hicho, an takuna khaliya, kiwe kichinjwa kimeepukana na kasoro, min al-uyub,
kiwe kimeepukana na kasoro almani zenye kuzuia min alijza kusihi an takuna khalia nikiwa kichinjwa kimeepukana na kasoro zenye kuzuia min alijza kuzuia kusihi kwake wa hi arba'a na sharti zenyewe ziko ya kwanza akasema al-aw al-bayyin ni chongo ambayo iko wazi, chongo ambayo iko wazi inayoonekana wazi wazi. Al-aur al-bayyin chongo ambaye iko wazi, wa huwa alladhi tankhasifu bihi al-ayn, na ni yule ambaye amezama na kupotea macho au limezama na kupotea jicho lake, limezama na kupotea jicho lake bihi al-ayn au tabruzu hatta takuna kazir, au limetoka hata takuna kazir mpaka limekuwa kama yai fulani hivi, au limetoka nje likawa kama yai, au tabyadhu ibidhawan, au yakawa meupe weupe, au macho au jicho likawa jeupe weupe, yadullu dilalatan bayyinatan, likaashiria wazi kabisa ala auriha, juu ya chongo chake, juu ya chongo chake. Hizi ni hali za al-aur al-bayyin, ima iwe jicho limezama limeingia ndani, au liwe limetoka nje, au iwe jicho limekuwa jeupe kiasi ambacho likiangaliwa linaonyesha kabisa kwamba hili lina chongo aliko sawa sawa. Na kasoro ya pili yakasema al-marad al-bayyin ni maradhi ya wazi, maradhi ya wazi. Wa huwa alladhi tadhharu a'raduhu ala al-bahim, ni yule ambaye yadhihiri maradhi yake juu ya mnyama, kalhumma, kama vile homa, alati tuqiduha ala al-mar'a, ido dhabit mitaja ahlul-ilm, wa tamna'u shahiyataha, maradhi ambayo kalhumma, homa na maradhi alati ambayo tuqiduha, yanamketisha yeye, yanamkalisha yeye, maradhi yale yanamketisha na kumkalisha yule mnyama anil mar'a, kunakokwenda machungani, kunakokwenda kwenye kuchunga, kunakokwenda machungani. Kwa hayo maradhi hawezi kwenda kuchanganyikana na wenzake kuchunga huko, hana uwezo huo. Lakini watamna shahiyata, inazuia ile shahii yake, ile hamu na ladha ile, inazuia hamu yake. Waljarabu dhahiri almufsid, lakini pia maradhi ya wazi ambayo ni yenye kuharibu lilahmiha, nyama yake, na maradhi pia ya wazi ambayo ni yenye kufisidi na kuharibu nyama yake, au almuathir fi sihhatiha, au maradhi yenye kuathiri katika afya yake, au ni maradhi yenye kuathiri afya yake. Waljarh alamiq, lakini pia wanafasiri almarad albayyin majeraha ya kina kabisa, majeraha ya kina makubwa ya alamiq almuathir alaiha, ambayo yanaathiri fi sihhatiha wa nahwiha, yanaathiri katika afya yake na mfano wake. Kasoro ya tatu al-araj bayyin, kiwete wanaita, au mlemavu, ni ulemavu wa wazi, ulemavu au kilema cha wazi. Al-araj al-bayyin, kilema cha wazi. Wa huwa alladhi yamna'u al-bahimata,
na kilema hicho ni kile ambacho kinamzuia mnyama mimusayarati salima, katika matembezi salama, kinamzuia mnyama katika matembezi salama, fi mamshaha, katika matembezi yake. Yeye kabisa hawezi kutembea salama, miguu yake iko sawa. Rabian, kasoro ya 4 katika kasoro ambazo zinazuia sihhatu almani bilijza, kuzuia kusihi kichinjwa alhazal. Qalu alhazila, alhazal ni yule mkongwe asiwa amesha umri umekwenda, mkongwe almuzili lilmukh, ukongwe ambao unaondoa yale mafuta yale. Kuna mafuta ambayo yanakuwa katika mifupa inakuwa imeondoka kiasi ambacho hata kusimama inakuwa ni taabu. Itakuja katika hadithi alati la tunqi, hapo chini inasema wal ajfa alati la tunqi, na yule ali umri umesogea kiasi ambacho hawezi hawezi kusimama sawa sawa, hawezi kusimama sawa sawa. Haya wasema alhazal munzil almukh, ni kuondoa mafuta, ukongwe wenye kuondoa mafuta kwenye mifupa. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam hina suil, sababu ya kauli yake sallallahu alaihi wasallam alipoulizwa madha yutaqa min adh-dhahaya, ni vitu gani vinapaswa kujiepusha navyo katika vichinjwa. Madha, ni vitu gani yutaqa vinapaswa kujiepusha navyo katika dhahaya, katika vichinjwa. Fa ashara biyadihi wa qala, akaashiria kwa mkono wake akasema arba'an, ni 4: al-arja al-bayyin dhal'uha. Al-arja, tusema al-arja ni mwenye nini? Tumesema al-araj, kilema, sio mlemavu. Al-bayyin dhal'uha, ambao unakuwa wazi, inakuwa wazi kilema, kinakuwa wazi kilema chake. Wal awra albayyin awruha, awra tunasema nani? Chongo, ambayo iko wazi chongo chake. Wal maridha, na mgonjwa albayyin maradha, ambayo iko wazi maradhi yake. Wal ajfa allati la tunqi, na mkongwe aliyezeeka ambaye hawezi kusimama sawa sawa. رواه مالك في الموطأ من حديث البراء بن عازب، وفي رواية في السنن عنه رضي الله عنه قال، البراء هو يسمى قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، على سمامة كتسيس متومة صلى الله عليه وآله وسلم، فقال akasema mwamsho akasema arba'u la tajuzu fil adhahi, wanyama wa sampuli 4 hawajuzu kuchinjwa katika udhuhia siku ya Eid au masiku ya Eid. Wa dhakara nahwa, akataja mfano wa hadithi ya juu. Fahadhihi al-uyub al-4, hizi kasoro na aibu 4 maaniyatun, ni zenye kuzuia min ijza'i al-udhuhia, kunako kusihi kichinjwa. Bima taibu biha, kwa sababu vinapata aibu na kasoro kwayo, kwa sababu vinapata kasoro na aibu kwayo. Wayulhaqu biha ma kana mithluha au ashad, lakini pia hukutanishwa na hizo kasoro 4. Wayulhaqu biha, hukutanishwa na hizo kasoro 4 au hujumlishwa, nasema huunganishwa na kasoro hizo 4 ma kana mithluha, zitakazokuwa mfano wake, zitakazokuwa mfano wake, au ashad, au zaidi ya hapo. Fala tujzu udhiya bima yati, kwa hivyo haitojuzu, haitosihi udhiya kwa vinavyokuja. Al-amiyau, kipofu, allati la tubsiru bi ainaiha, ambaye haoni kwa macho yake.
kipofu ambaye haoni bi'aini kwa macho yake, haoni kwa macho yake. Al-mabshuma ni yule ambaye ana uvimbe tumboni, amevimba au ana uvimbe tumboni. Hata tathallata wa yazula anha al-khatar, mpaka itakapoondoka hali hiyo na ikaondoka hatari yake. Mabshuma ni mnyama ambaye amevimbiwa au ana uvimbe tumboni mwake, ima kwa sababu amekula kitu fulani, mpaka hali hiyo iondoke na ile hatari iondoke. Hata tathallata wa yazul, mpaka iondoke anha al-khatar, kwake yeye ile hatari, sababu ile hali ni hatari kwake, ilikuwa mpaka iondoke ile hatari. Alafu pia kuna al-mutawallida idha ta'asarat wiladatuha, ni yule mwenye kuzaa, mzazi, yule mnyama ambaye ni mzazi akipata uzito katika kuzaa kwake, yani amezaa mara nyingi mpaka sasa amekuwa kuna uzito katika kuzaa kwake, hata yazula al-khatar, mpaka iondoke ile hatari yake. Kadhalika al-musaba bima yumituha min khanaq wa suqut. Al-musabatu ni yule aliyepatwa na kitu ambacho, bima amepatwa na kitu ambacho, yumituha min khanaq wa suqut, huenda kikamfisha katika kunyongwa au kuanguka. Katika kunyongwa au kuanguka, min uluwin, kutoka sehemu ya juu, wa nahwihi, na mfano wake, hata yazula an al-khatar, mpaka iondoke kunako yeye ile hatari, mpaka iondoke kunako yeye ile hatari. Az-zamni wa hiya al-ajiz an al-mashi li'aha, al-muzmin az-zamani, na mwenye kushindwa kutembea, mwenye kushindwa kutembea. Hapa asema wa hiya al-ajiza, naye ni yule ambaye ameshindwa anil mashi, kutembea, liaha, kwa sababu ya tatizo, kwa sababu ya kasoro, maafa, kwa sababu ya afa ambayo kunayo. Sita, maqtu'atu ihda al-yadayn, ni aliyekatwa moja ya mikono yake miwili, au rijlain, au miguu yake. Fa idha dhamamta dhalika ila al-uyub al-arba, ukikusanya hizi sita na zile kasoro na aibu 4 al-mansus zilizotajwa katika hadithi alaiha. Fa idha dhamamta, ukikusanya na kuunganisha dhalika hizo ila al-uyub al-arba, kwenye zile kasoro na aibu 4 al-mansus zilizotajwa kule katika hadithi alaiha, sara ma yudhahha bihi 10, sara ma la yudhahha bihi 10, vinakuwa ambavyo havichinjwi ni 10, vinakuwa ambavyo havichinjwi ni aina 10. Hadhihi situ wa ma ta'ayyaba bil uyub al-arba'a, ni hizi sita, wa ma ta'ayyaba, na zile zilizopata kasoro na aibu ambazo ni 4 as-sabiqa zilizopita.